mwangalizi. Na ndio maana Paulo ndio anazungumza, anasema nyakati za mwisho kutakuwa na nyakati za hatari. Leo kwenye makanisa watu wamewachukulia kawaida tu kwa sababu ni mtoto wa mchungaji. Leo watu kwenye makanisa watu wamechukulia kawaida kwa sababu ni mwimba kwaya, anaimba sauti ya kwanza nzuri kuliko wote. Mkimfukuza huyu dada mmekosa waimbaji. Nani alikwambia tunaenda kwa uimbaji? Nani alikwambia tunaenda kwa sauti ya tatu na ya pili na ya nne? Mbinguni hatuendi kwa kuimba sauti ya kwanza, mbinguni hatuendi kwa sababu kuimba sauti ya nne, mbinguni hatuendi kwa kuimba sauti ya kwanza. Mbinguni tunaenda wenye moyo safi, waliotakata katika mapenzi ya Mungu, walioshika mapenzi ya Baba. Na ndio maana Yesu anasema bali wote wayafanyayo mapenzi ya Baba yetu aliye wa mbinguni, hao ndio wataurithi uzima wa milele. Hebu mpigie Yesu makofi, kwa sababu wanaoenda sio wale walioweka mazoea leo kwenye makanisa. Unashindwa mpaka kuelewa. Unakuta kijana anaimba nyimbo kwa sababu yeye ndio wa kuangaliwa katika kanisa. Kana ndio kuja nikakituko kamenyoa vibaya kweli, kamekata panki. Hata kuna vijana wengine siku hizi kwa sababu ana nyimbo, ana sauti nyororo, anaweka na elewi. Kwa sababu ana sauti nyororo. Juzi niliposti kamoja kwenye grupu la wapendwa, wakasema watu haya ndio mambo yetu yenyewe. Bariki sana. Mchungaji mmoja alisimama akawaita vijana, walikuwa wengine wapiga vyombo, wengine walikuwa ni wasimamizi, wengine wenye staili mbalimbali. Akawaita, akawaambia pangeni mstari. Sasa wakati anawaambia pangeni mstari, akaanza kutoa mfano baada ya mwingine. Hivi wewe kweli, akamuita mwenyekiti si wa kwaya, sio alikuwa ni mwenyekiti wa kwaya, sio alikuwa ni nani, amevaa suruali imeishia hapa, alafu kamebana. Ndio staili za leo makanisani, waimba kwaya wa leo, anavaa kasuruali kamebana, alafu kameishia hapa, alafu hajavaa socks. Wewe nenda hata bungeni, alafu viwiko vyako vinaonekana, alafu hujavaa socks, unamwambia acha uuni mbunge. Kavae vizuri. Sasa vijana wa leo hawataki kumheshimu Mungu, ama kama bunge linaheshimika mtu anaingia amevaa smart. Leo mtu anaenda kumwabudu Mungu, kumpa heshima Mungu, anavaa ovyo. Vijana wa leo anavaa kasuruali kanaishia hapo. Halafu ndo anaanza sasa kuimba. Kwa sababu ana sauti nyororo, kwa sababu ana sauti nzuri, kwa sababu ana sauti inayoshawishika, inakushawishi kuimba, inakushawishi kunena, inakushawishi kucheza. Ndio unakuta sasa kijana yumo tu. Bwana Yesu asifiwe sana. Akamwita mwenyekiti, njoo pita mbele. Anasema huu ni mfano. Akamwambia onyo. Akamwambia onyo, kuanzia leo utavaa, tafuta suruali ya kuvaa. Hapa hujaja kwenye maonesho. Kwenye maonesho waache wakina Diamond na wengine na wakina Zuchu, manguo wanayovaa ni ajabu. Nguo za ndani wao wanazivaa nje. Nguo za ndani wao wanazivaa nje. Lakini leo dunia kwa sababu imevaa buta, iko